kupata ushauri wake Mungu kupitia kwa neno lake. Tutaendelea kutoka mahali tulipoachia Jumapili iliyopita. Tuko katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 23 na tuliweza kufikisha mstari wake wa 24-25 hapo. Na leo tutaanza kusoma mstari wa 25 hadi mstari wa 30, kisha nitaelezea. Kwa hivyo ni katika Matendo ya Mitume sura ya 23 kuanzia mstari wa 25 hadi mstari wa 30. Biblia inasema hivi: akaandika barua kwa namna hii: Klaudio Lisia, kwa liwali mtukufu Feliki, salamu. Mtu huyu alikamatwa na Wayahudi, wakawa karibu kumuua. Ndipo nikaenda pamoja na kikosi cha askari nikamuokoa. Nilipopata habari ya kuwa yeye ni Mrumi, nami nikitaka kulijua lile walilomshtakia, nikamteremsha nikamweka mbele ya baraza. Nikaona ya kwamba ameshtakiwa kwa ajili ya maswali ya sheria yao, wala hakushtakiwa neno lolote la kustahili kuuawa wala kufungwa. Hata nilipopewa habari kwamba patakuwa na vitimvi juu ya mtu huyu, mara nikampeleka kwako, nikawaagiza na wale waliomshtaki wanene habari zake mbele yako. Wasalam. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo mistari ambaye tumesoma ni barua ambaye huyu jemedari wa askari wanajeshi wa Kirumi aliandika kwa liwali ambaye alikuwa anasimamia maeneo ya Kaisaria. Sababu kumbuka, tukirudi nyuma kidogo, mjombake Paulo ama kijana wa dada yake alisikia Wayahudi wakipanga jinsi ambavyo wataenda waombe jemedari aachilie Paulo akuje kwa baraza ili waweze kumhoji mambo fulani kumuhusu. Naye huyu kijana aliposikia hiyo njama ya kuuawa kwake Paulo, akaenda akaambia Paulo, naye Paulo akaagiza huyu kijana akapelekwa kwa jemedari. Na ilipofika kwa jemedari, tuliona ya kwamba alipanga kikosi kikubwa cha wanajeshi ili watoe Paulo maeneo ya Yerusalemu usiku kitu saa 3, wampeleke maeneo ya Kaisaria kwa usalama wake. Sasa hapa ndio tunaona barua ambaye jemedari aliandika ili iende pamoja na Paulo atakapofikishwa Kaisaria. Na tumeona vizuri sana huyu liwali wa Kaisaria alikuwa anaitwa Felix. Na ukisoma katika mstari wa 26 utaona jina la huyu jemedari alikuwa anaitwa Klaudio Lisia.
akaandika barua ambayo inaelezea kwa ufupi kuhusu hali iliyozingira Paulo na maamuzi ya jemedari kumpeleka katika maeneo ya Kaisaria. Na ukiangalia katika mstari wa 27, anasema ya kwamba Paulo alishikwa na Wayahudi na walikuwa wanataka kumuua. Lakini naye jemedari alipojua hayo, akaenda na jeshi na wakaweza kumuokoa. Na ninarudia tu venye nilisema, tukiangalia katika mstari wa 11 katika hii sura, Mungu yeye mwenyewe alionekania Paulo na akamwambia kwamba umenishuhudia hapa Yerusalemu, na sasa ni lazima uende ukanishuhudie hata Roma pia. Kwa hivyo hakuna shaka ya kwamba Mungu alisema ya kwamba ako na jukumu lake Paulo katika kumshuhudia yeye, na mpaka akasema ni maeneo gani. Kwa hivyo lazima Paulo angefika Roma kwa njia yoyote ile. Na nirudie tena kuhimiza na kusisitiza ile kazi ambaye Mungu amekutengea kufanya, mahali ambapo Mungu ameamua ya kwamba utafika kwa ajili ya kazi yake, hakuna shaka, hakuna wasiwasi, lazima utaweza kufika mahali pale, mradi tu uendelee kumwamini Mungu na uendelee kujiachilia kwa mwongozo na ushawishi wake katika maisha yako ya huduma. Unajua, wakati mwingine, sababu Mungu bado ananena na watu wake, Mungu bado anajidhihirisha kwa watumishi wake na kwa wale watu ambao wamemwamini kweli. Mungu anaweza kuwa amepitia kwa njia fulani na amekufikishia ujumbe wa mambo ambayo anataka ufanye katika ufalme wake, ujumbe kuhusu mahali ambapo anataka ufike kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Na mara mingi kama wanadamu, tukiangalia mambo ambayo yametuzingira, tunaona ni kama haiwezekani. Hata mara ingine tunachukulia huo ujumbe ni kama ujumbe wa kawaida tu, na hata wakati mwingine tunaenda na tunasahau. Sababu naye Mungu anaweza pea mtu ujumbe wa mambo ama kazi ambayo atafanya kwa muda mrefu ujao, na hapa katikati tunasahau. Pengine tukiangalia hali ilivyo, tukiangalia mambo ambayo yametuzingira, lakini tukumbuke ya kwamba katika udhaifu wetu kama wanadamu, nguvu zake zilizo kamilifu zinadhihirika. Mambo mengi ukiangalia katika macho ya kimwili, ukiangalia
kulingana na hali ilivyo. Ukiangalia kulingana na pengine wataalamu na wadadisi wanavyosema, utaona ni kama haiwezekani. Lakini ukiangalia kwa mtazamo wa imani ya kwamba mradi Mungu amesema yatafanyika, yataweza kufanyika, hivyo ndivyo itakavyokuwa. Ukweli, kuna changamoto mingi, kuna hatari nyingi, lakini Mungu kama amesema na itawezekana. Angalia, huyu jemedari anaelezea jinsi ambavyo alikuja kupata habari ya njama ambayo ilikuwa inapangwa dhidi ya Paulo, na akaenda na kikosi cha wanajeshi na akamuokoa. Sababu Mungu alimtumia kuokoa mtumishi wake. Na haikufika mwisho hapo. Alipoendelea kuona ya kwamba kuna hatari katika maisha ya Paulo, akaenda hatua ingine ya kumpeleka mahali palipo salama. Sababu kumbuka, Wayahudi walikuwa wameapa hawatakula, kunywa wala kuonja chochote mpaka Paulo atakapouawa. Nguvu za Mungu. Na ningetaka tujue ya kwamba mamlaka yote iliyoko hapa ulimwenguni haiwezi kuwa bila ruhusa yake Mungu. Enda soma katika Warumi sura ya 13. Biblia inasema ya kwamba mamlaka yote haiwezi kuwa bila kuruhusiwa naye Mungu. Haijasema mamlaka mazuri, inasema mamlaka yote. Haijalishi watu wanasema ni mzuri ama ni mbaya. Na sasa hapa ndio tunaona ya kwamba Mungu, sababu mamlaka yote ndiye anaruhusu, hata hiyo mamlaka ambaye ni mbaya, ambayo ni dhidi na kinyume cha kazi yake, anaweza itumia kwa wakati fulani kuendeleza kazi yake. Kama tunavyoona maafisa wakuu katika serikali ya Roma wakati ule wakitumika kuhifadhi mtumishi wake Mungu, na pia wanahusika katika safari ya Paulo ya kuelekea mahali ambapo Mungu alikuwa amemtuma. Saa ingine katika kazi ya Mungu, saa ingine katika wokovu, tunajipata katika hali hata tunachanganyikiwa, tunashangaa kwa nini tuko katika hali hizi. Lakini kile kitu ambacho hatufai kusahau ni ya kwamba sisi ni nani mbele zake Mungu. Sisi ni watumishi wake, sisi ni mabalozi wake, sisi ni watenda kazi katika ufalme wake, na ya kwamba ametupa kazi ya kufanya, na lazima itafanyika bila kujali hali ambazo zimetuzingira. Bwana Yesu asifiwe. Katika tuo mstari wa 27 tunaona ya kwamba sababu ya jemedari kuokoa Paulo ni sababu alikuwa Mrumi. Na tusisahau ya kwamba Paulo alikuwa na uraia mara mbili. Wazazi wake walikuwa Wayahudi, lakini alizaliwa katika maeneo ambaye
ufalme ama utawala wa Roma ulikuwa umeruhusu watu ambao wako maeneo hayo kupata uraia wa Kiroma. Kwa hivyo wakati Biblia inasema ya kwamba Roma, yani Paulo alikuwa Mroma, sio utata, ni ukweli. Ile inasemekana kwa kimombo dual citizenship. Alikuwa Myahudi na alikuwa Mrumi pia. Jemedari anasema sababu ya kuokoa Paulo ni sababu alijua ya kwamba ni Mrumi. Sababu Paulo alikuwa Mrumi. Identity, utambulisho wa mtu fulani. Unajua kuna mambo ambaye yanahusishwa na sisi ambaye hatuwezi fanya chochote kuyahusu. Mfano, kuwa Mwafrika, kuwa Mkenya, kuwa Muganda, kutoka katika jamii fulani. Hayo ni mambo ambayo hatuwezi fanya chochote kuyahusu. Hata kujipata katika jamii, ama wacha niseme tu kujipata umezaliwa katika familia fulani, huo ni utambulisho ama identity yako yenye hauwezi fanya kitu kuihusu. Na mara mingi watu husumbuliwa sana na utambulisho ama identity yao. Mtu anasema ama anajiona pengine ninayopitia sababu ya utambulisho wangu, sababu ya kuwa nimetoka katika nchi fulani, sababu ya kuwa nimetoka katika jamii fulani, sababu ya kuwa nimetoka katika familia fulani. Haya mambo yanasumbua watu wengi. Mwingine anasema heri ningekuwa na huu utambulisho. Lakini ukweli ni kuwa kuna vitu zingine hatuwezi badilisha maishani mwetu. Lakini cha kufurahia hapa, kulingana na huu mstari wa 27, jemedari anasema alipogundua ya kwamba Paulo ni Mrumi, akamuokoa na akataka asikimbie haraka kufanya yale ambaye Wayahudi walikuwa wanataka. Akaamua aweze kumsikiza. Kwa hivyo utambulisho wa Paulo kuwa Mroma, Mungu akautumia ili aweze kuokolewa. Kwa hivyo ni vizuri yale mambo ambaye yanahusiana nasi katika maisha yetu na hatuwezi yabadilisha, na hakuna kitu ambacho tunaweza fanya, tusiangalie tu kwa njia mbaya. Tujue ya kwamba Mungu anaweza tumia huo utambulisho kwa sifa na utukufu wa jina lake. Anaweza tumia huo utambulisho kwa ajili ya ufalme wake. Anaweza tumia utambulisho kuhakikisha kwamba kazi yake inaendelea kulingana na mipango na kusudi zake. Tusilalamike kila wakati. Mungu anaweza tumia hiyo hali
iwe mbaya au iwe mzuri, kwa ajili ya utukufu wake. Kwa hivyo ni vizuri kujiuliza na kuambia Mungu atusaidie kufahamu utambulisho wetu utatumika kwa njia gani kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lake. Ni vizuri kuelewa na kufahamu hivyo. Na tukishajua hivyo, wakati mwingi na rasilimali nyingi ambazo tunatumia kujaribu kubadilisha utambulisho wetu, tunaweza zigeuza na ziende katika kuendeleza kazi yake Mungu. Unajua kuna watu wengi sana sana katika nchi ya Kenya, hali ni ngumu, ninaelewa na ninafahamu. Hata unasikia kwa mtandao kuna watu wanasema kimchezo ya kwamba hatuna nchi hapa. Wengine wanasema iuzwe, kila mtu apewe kilicho chake, twende tukaishi katika mataifa mengine. Mwingine hata anajuta kuzaliwa akiwa Mkenya. Na ninapeana tu mfano huo pekee. Kuna mifano mingi, lakini ukweli ni kuwa katika utambulisho wa kuwa Mkenya, pasipo kujali wewe unajivunia kuwa Mkenya ama unavumilia kuwa Mkenya venye watu wanasema, huu utambulisho Mungu anautumia kuendeleza kazi ya ufalme wake. Kuna watu ambao wanajipata wamezaliwa katika jamii fulani, wanang'ang'ana kupitia utaratibu ambao umewekwa kwa kisheria kubadilisha majina yao ili aondoe majina ambaye yanamshikanisha yanamtambulisha na jamii ambaye anatoka. Anabadilisha majina, lakini ukweli ni kuwa ni majina utakuwa umebadilisha, lakini utambulisho wako na ile jamii ambayo inatoka hautabadilisha. Kwa hivyo badala ya kutumia wakati mwingi, nguvu nyingi na rasilimali nyingi kujaribu kubadilisha utambulisho ambao hatuwezi ubadilisha, ni vyema kuambia Mungu, uanze kwanza kwa kutubu, kwa kukiri ya kwamba umekuwa ukilalamika visivyo, umekuwa ukilalamika na ufai kulalamika kwa sababu ya hali ambayo ulijipata. Waambie Mungu akusamehee, na uambie Mungu, sasa nimejisalimisha kwako, tumia utambulisho wangu, tumia identity yangu kwa ajili ya ufalme wako, kwa ajili ya utukufu wako, kwa ajili ya kazi yako. Sababu tunaona hapa utambulisho wa Paulo kama Mrumi, Mungu aliutumia ili jemedari ambaye alikuwa ni Mrumi asiwe wa haraka kumpeana kwa Wayahudi, amuokoe na kisha amtoe mahali pa hatari, ampeleke mahali pengine. Na unajua huo ndio ulikuwa mwanzo wa ndugu yetu Paulo kuanza safari ya kuelekea Roma, sababu hatarudi nyuma tena. Na pia nikinena kwa wale watu ambao wako na mamlaka ya aina yoyote,
Ni vizuri kujua ya kwamba mamlaka yote inatokana naye Mungu. Haiwezi kuwa bila kuruhusiwa naye Mungu. Ni vizuri kutenda kwa njia ambayo inaleta sifa na utukufu kwa jina lake Mungu. Tusikue katika mamlaka na sisi tuwe tunatumia vyeo vyetu na mamlaka yetu kuwa kizingiti, kuwa vikwazo katika kazi yake Mungu. Mstari wa 28 tumeona ya kwamba baada ya jemedari kujua ya kwamba Paulo alikuwa Mrumi, akamuokoa, kisha akaamua kuita kikao ili aweze kujua mashtaka ambayo yaliletwa dhidi ya Paulo. Unajua, kuna wakati mwingine watu wanafikiria ya kwamba sababu tunaamini Mungu, sababu tunahudumia Mungu, ya kwamba hatuwezi jipata katika hali kama hizi za mashtaka. Tutajipata, na Mungu anabaki kuwa Mungu. Lakini jambo ambalo hatufai kusahau ni vile ambavyo mstari wa 11 unasema Mungu alivyoambia Paulo, lazima uende kunishuhudia hata Roma pia. Kwa hivyo katika yote ambayo Paulo alikuwa anapitia, kuanzia hapa kuendelea, ilikuwa inamwelekeza mahali ambapo Mungu alitaka awe na amfanyie kazi. Mstari wa 29, jemedari anasema alijua ya kwamba hawa watu mashtaka ambayo walikuwa naleta dhidi ya Paulo ni mashtaka kuhusu sheria za Kiyahudi. Hakuwa amefanya chochote ambacho kilistahili afungwe ama auawe. Umeona? Kwa hivyo kwa njia nyingine jemedari anasema katika barua yake ya kwamba huyu mtu hakuna uhalifu wowote ambao amefanya. Paulo hajafanya uhalifu wowote na hastahili kufa wala kufungwa. Tazama maajabu yake Mungu. Mtu ambaye anafanyia serikali, ambaye ni kinyume na Ukristo wa kweli, watu ambao bado wanapingana na Ukristo wa kweli, wanamshika na wanampeleka kwa yule afisa mkuu wa serikali. Lakini yeye mwenyewe anashawishika ya kwamba huyu mtu hana makosa, hajafanya chochote kinachotosha aadhibiwe kwa kifo wala kufungwa. Na haishi hapo. Kumbuka, hii ni barua ambaye ameandikia Feliki, liwali wa Kaisaria. Haya mambo bado anayapitisha kwa yule liwali ama gavana wa Kaisaria, kusema ya kwamba huyu mtu sio mhalifu, hajafanya chochote kinachostahili aadhibiwe kwa kifo wala kufungwa, jinsi ambavyo Wayahudi walikuwa wanataka. Unaona venye Mungu anatangulia watu wake, venye Mungu anatetea watumishi wake kwa njia
njia za kimaajabu, kwa njia ambazo hata kwa macho yako na fikira zako huwezi fahamu. Na pia narudisha mawazo yangu kwa mtumishi wa Mungu Eliya wakati wa njaa. Alitumia ndege, na kumbuka ulikuwa wakati wa kiangazi, wakati wa njaa iliyoendelea kwa muda mrefu, na anatumia ndege. Unajua, kawaida wakati wa njaa ama kiangazi, ndege kama huyu akipata mkate ama chakula chochote, kawaida ni kula, anakula. Lakini Mungu kwa nguvu na mamlaka zake, huyo ndege ambaye pia alihitaji na alikuwa na haja ya kula, alikuwa anapelekea mtumishi wa Mungu mpaka mahali ambapo alikuwa amekaa, sababu Mungu ana mamlaka juu ya kila kitu. Unajua, wakati wengine na watu wako na hii tabia sana ya kusema kila kitu ni pepo, ya kusema kila kitu shindwe. Ni vizuri kufahamu ya kwamba maumbile yote, viumbe vyote, kila kitu kimetokana naye Mungu, na Mungu ni mkuu kuliko haya mambo yote. Kwa hivyo anaweza tumia chochote kama anavyotaka kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lake. Sasa hapa afisa mkuu katika serikali ameshawishika ya kwamba huyu mtumishi wa Mungu hana makosa, hajafanya chochote ambacho anastahili kuadhibiwa. Na hayo maneno hayabaki naye peke yake, anayafikisha hata kwa wakubwa wenzake. Mungu, mipango na kusudi zake lazima ziweze kutimia. Hata mahali tunapofanya kazi, katika biashara zetu, katika shughuli zetu, ukweli ni kuwa haya mambo ambaye Paulo alikuwa anapitia, haya mambo ambaye alikuwa amepangwa dhidi ya Paulo, hata sisi tunapangiwa. Lakini huyu Mungu, sababu ni yeye jana, leo na milele, ni yule Mungu ambaye yuko tangu mwanzo hadi milele, anatumia njia zake za kimaajabu na kimiujiza. Anatumia mamlaka yake kwa walio na mamlaka kutuokoa, kutunusuru dhidi ya njama ambazo zinapangwa dhidi yetu, sababu ya kuwa watumishi waaminifu wake Mungu. Huyu ndiye Mungu ambaye tunahudumia. Wakati tunapolala, wakati hatujui, wakati hatuoni, tunapangiwa mambo mengi, lakini huyu Mungu hakuna lililofichika mbele zake. Anayapangua na anaipindua
inaenda kulingana na mipango na kusudi zake, kama alivyofanya kuhusiana na Paulo. Katika mstari wa 30 anasema ya kwamba liwali Klaudio, jemedari Klaudio anamalizia huo waraka ambao alikuwa ameandikia liwali Feliki. Anasema ya kwamba alipoambiwa kuhusu venye Wayahudi walikuwa wamemtegea ili waweze kumuua Paulo, mara kwa moja akamtuma, akatoa amri ya kwamba waliokuwa wakimshtaki waende Kaisaria wakatoe mashtaka yake huko, na anamwambia kwa heri, wasalam. Sasa hiyo barua ambayo ilikuwa inapea liwali Feliki picha halisi ya hali ilivyo kuhusiana na Paulo inaishia hapo. Sasa mstari wa 31 hadi mstari wa 35, hii sura ikiisha ni Paulo kufikishwa Kaisaria. Wacha tusome sababu hakuna mambo mengi pale. Matendo ya Mitume sura ya 23 mstari wa 31 hadi 35. Basi wale askari wakamchukua Paulo kama walivyoamriwa, wakampeleka hata Antipatri usiku. Hata asubuhi wakawaacha wale wapande farasi waende pamoja naye, nao wakarudi zao ngomeni. Wale walipofika Kaisaria na kumpa liwali ile barua, wakamweka Paulo mbele yake, naye alipokwisha kuisoma akawauliza, mtu huyu ni wa jimbo gani? Alipoarifiwa ya kuwa ni mtu wa Kilikia, akasema, nitakusikia wewe watakapokuja wale waliokushtaki. Akaamuru alindwe katika nyumba ya uliwali ya Herode. Bwana Yesu asifiwe. Unaona sasa, hiyo mistari inaelezea kuhusu ndugu yetu kupelekwa mpaka maeneo ya Kaisaria. Na unaona sababu ya utangulizi ama introduction yenye Paulo yenye jemedari Klaudio alimpa Feliki kuhusu Paulo. Tunaona alipokelewa kwa njia ambayo haingetarajiwa kawaida. Mfungwa ametumwa kutoka mahali fulani, amehamishwa pengine kutoka koti fulani, anapelekwa koti ama jela ya eneo lingine mahali. Kawaida mtu hapokelewi kwa njia kama hii. Mtu anapokelewa, wanaokupokea wakiwa tayari wako na dhana ya kwamba huyu mtu ni mhalifu, huyu mtu tuchunge sana, huyu mtu sio mtu hivi hivi. Lakini sababu ya utangulizi ambao Mungu alitumia jemedari Klaudio kumpa liwali Feliki kuhusu Paulo, tunaona hata hakuna mambo mengi iliendelea. Wakati walimfikisha Kaisaria mbele ya liwali Feliki, kapewa barua na akasoma. Akauliza
Paulo alikuwa anatoka katika jimbo gani? Wakasema Kilikia. Sababu tunajua Paulo alitoka katika mji wa Tarso ambao ulikuwa ndani ya jimbo la Kilikia. Alipoambiwa hivyo, alisema basi nitakusikiza wakati wale ambao wamekushtaki watakapokuja. Na unaona, hakuamurisha afungwe, alisema awekwe. Hebu tuone mstari wa 35 mwisho. Aliamuru ya kwamba awekwe akiwa amelindwa, sio ati afungwe, katika nyumba ya uliwali ya Herode. So unaona Mungu anavyotangulia watu wake, Mungu anavyoandaa njia ya kupitia kwa watu wake wanapofanya kazi katika ufalme wake. Huku nyuma tulikuwa tunaona ya kwamba Paulo anafungwa, lakini hapa ilisemekana awekwe katika jumba la kiliwali na alindwe, jambo lolote lisimpate mpaka waliomshtaki wafike kule. Kibali cha Mungu, utangulizi wa Mungu katika njia na safari ya watumishi wake waaminifu. Ninasema hivyo ili katika changamoto zetu, wakati tunahudumu, na unajua watu wengi hufikiria kuhudumu ni kuhubiri tu na kufunza na kufanya mambo mengine. Nafikiri wakati nilikuwa nafunza kitabu cha Warumi, nilisema ya kwamba kuna njia 3 za kumhudumia Mungu. Kwanza, katika nafasi ambazo tumepewa katika maisha tunayoishi, pengine kazini, pengine manyumbani, wakati tunapotekeleza shughuli zetu kwa njia ambayo inampendeza Mungu, hiyo ni kuhudumia Mungu. Njia ya pili ya kuhudumia Mungu ni katika kuhubiri na kueneza habari zake Mungu. Na njia ya 3 ya kuhudumia Mungu, ambaye kila mtu anaweza na hawezi shindwa, ni kupeana maisha yetu kama dhabihu iliyo takatifu na inayokubalika mbele zake Mungu. Kwa hivyo, hata kama sio kuhubiri tunahubiri ama kufunza, hata kama sio uinjilisti tunafanya, tunaweza kuwa katika sehemu tunazofanya kazi, tumeamua kufanya yaliyo haki mbele zake Mungu, na tunapatana na changamoto kama hizi ambazo Paulo alikuwa anakutana nazo. Katika kuhubiri na kueneza habari yake Mungu, tunapatana na changamoto hizi. Na pia katika kuishi maisha yetu kama dhabihu iliyo takatifu na inayokubalika mbele zake Mungu, yaani kupeana maisha yetu, kila nyanja ya maisha yetu tunaamua kwamba tutaishi kwa njia ambayo inakubalika mbele zake Mungu. Hiyo ni kuhudumia Mungu. Na tutapitia changamoto kama zile ambazo Paulo alikuwa anapitia,
Lakini tujifunze ya kwamba Mungu anatangulia watumishi wake. Kibali cha Mungu kina watumishi wake kila wakati. Hatufai kubabaika, hatufai kuogopa, sababu mamlaka yote inaruhusiwa naye Mungu. Na tusisahau ya kwamba kuna kazi ambaye Mungu amesema lazima tufanye, na atatuwezesha kuifanya pasipo kujali ni yapi yanayotuzingira. Tunashukuru Mungu sababu tumeweza kumaliza hiyo sura, na mpaka wakati ujao Mungu azidi kutubariki na wema wake uweze kuendelea pamoja nasi. Tubarikiwe sana. Wacheni tuombe ili tuweze kukamilisha hiyo awamu ya kwanza.